kupitia Al Khair Online TV. Ndugu waangaliaji na wasikilizaji wa kipindi chetu hichi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni leo siku ya Jumamosi. Kwa muda huu tunaanza kuzungumza na wanajamii ndani ya Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na dunia kwa ujumla. Mimi kwa jina ninaitwa Khalid Hussein Bwenya. Ni mtafiti na daktari wa tiba asili ambaye nimekuwa ndani ya jambo hili kwa muda mrefu, takriban miaka 24 tokea mwaka 2001 katika nchi ya Afrika ya Kusini, na kuzunguka ndani ya nchi mbalimbali za Afrika na nchi za Arabuni. Safari zangu zote hizo ni katika masuala ya utafiti, jinsi gani tunaweza kugundua virutubisho ambavyo vitakuwa ni msaada katika kuboresha na kuimarisha afya za binadamu. Jambo ambalo ni jambo kubwa na zito. Lakini kwa siku ya leo tunaanza na mada moja muhimu sana ambayo nina hakika watu wengi itawagusa. Imegusa jamii kubwa ya wanadamu. Katika pita yangu katika mji wa Dar es Salaam Kariakoo, nilikutana na gazeti moja la Mwananchi. Gazeti hili la Mwananchi, ndugu muangaliaji na msikilizaji wa kipindi chetu hichi, imeandika gazeti la Mwananchi la tarehe 5 mwezi wa 3, inasema nguvu za kiume tatizo la maelfu. Kama mnavyoliona, hili ni gazeti ambalo wahariri wameandika hayo yaliyoandikwa kwa wino mkubwa kabisa na mweusi. Ni jinsi gani ya kuonyesha ukubwa wa tatizo hilo. Lakini maelezo ya ndani yanasema tatizo hilo limewakumba watu wa sampuli gani, kwamba tatizo la nguvu za kiume kutokana na ukubwa wake limewagusa watu wenye umri kuanzia miaka 20 mpaka 45. Kwa maana hiyo, jambo hili ni jambo kubwa sana na imegusa nguvu kazi, maana vijana ndio nguvu kazi. Sasa ikiwa vijana ndio wahanga wa tatizo hilo, inaonyesha kabisa nguvu kazi katika jambo hilo inaendelea kupungua na kuendelea kuharibika. Lakini tatizo ni nini? Chanzo ni nini? Ni lazima tuangalie vyanzo vya tatizo, kisha ndio tuende kwenye ufumbuzi wa tatizo. Kwa bahati nzuri ni kwamba jambo hili limezungumzwa sana na madaktari mbalimbali wa tiba asili. Na mpaka leo ufumbuzi haujapatikana. Na baadhi ya madaktari wameamua kukata tamaa kwamba hili jambo basi mimi niendelee na tafiti za masuala mengine, kwa sababu zimekuwepo dawa, yani virutubisho mbalimbali ambavyo watu wametumia, anatumia siku 2-3, wiki, hali inarejea kama ilivyokuwa mwanzo. Nina hakika hapo ulipo unasubiria nini ninachokizungumza. Tamko langu ni moja, kwamba mtafiti ambaye ni daktari wa tiba asili Dr. Khalid Hussein Bwenya, nimekuja na ufumbuzi wa tatizo hilo kwa 75%. Nina hakika
njia nitakayoitumia ili wewe uamini kwamba jambo hili ni sahihi, ni njia ambayo hujabahatika kukutana nayo. Na nafikiri nimejaribu kuongea na wanahabari ambao nilionao kuwauliza, wakasema hapana, njia hiyo na utaratibu huo hatujawahi kukutana na daktari yoyote wa tiba asili kwa kutumia njia hiyo ambayo wewe unaitumia, kwa sababu wahanga wamekwisha kata tamaa. Sasa wanakuwa wanatumia hizo zilizopo wafanyaji, kwa sababu katika jambo ambalo ni la starehe kuliko chochote duniani halipo kama masuala ya tendo la ndoa. Hiyo ndio starehe ya mwisho, haipo starehe zaidi ya hiyo. Na ndio maana unaweza kuwa na rafiki. Kwa maana hiyo, ndugu zangu wasikilizaji, tunakupeni mrejesho kwamba Dr. Khalid wa tiba asili kaja na suluhisho la tatizo hilo. Nitaanza vipi ili wewe ukubali na uamini? Nimekuja na mfumo ufuatao. Nimezungumzia kwamba tumegundua virutubisho ambavyo vina utendaji mzuri katika masuala ya mahusiano ya ndoa kwa kiwango kikubwa. Nitauzungumza baadhi ya sifa ya utendaji na wakati gani inaanza utendaji. Kwa wastani ni kirutubisho cha ajabu sana. Ni cha ajabu sana. Kwanza utendaji wake unaanza ndani ya masaa 24. Baada ya kutumia, mfano wewe ukatumia leo mpaka alfajiri ya kesho, basi wewe una matokeo. Na kazi kubwa inayofanywa na kirutubisho hicho ni kuimarisha misuli na kumfanya mtu kuwa ndani ya tendo husika muda wa kutosha. Na kwa bahati nzuri tumekwisha anza kuwapa watu vijana wanatoa matokeo makubwa. Mfano na kijana mmoja, naye ipo siku atazungumza, yeye amepewa tokea mwezi wa 8 mwaka jana, amedumu kuwa na afya nzuri zaidi ya miezi 3. Sasa ni kuonyesha kiasi gani kirutubisho hicho kinakwenda kutengeneza na kurekebisha mfumo kabisa wa mwili wa mwanadamu, kuzibua mirija kuwa mizuri na upitishaji mzuri wa damu kufika eneo husika kwa wakati, na kudumu na jambo hilo katika nafasi nzuri. Nafikiri hilo ndio jambo ambalo nimependa kuongezea, kwamba kirutubisho chetu hicho unapokitumia, elewa kwamba unatumia kwenda kurekebisha na kutengeneza mfumo wako wa mwili kuwa na afya nzuri katika eneo hilo. Hiyo ndio taarifa yetu ya mwisho katika. Yawezekana ukajiuliza, lakini tutakuwa tunachukua maelezo kila anayotumia aweze kutoa ushahidi wa matokeo ya kile, ili watu waone kwamba kweli tumepata ukombozi. Hilo ndio lengo letu, kwa sababu kazi hii ni huduma. Tunatoa huduma katika jamii ambayo tayari imekwisha kata tamaa. Sisi tunakuja na suluhisho. Fuata ratiba zetu za vipindi vyetu. Kila tutapokuwa tukirusha kipindi kwa hizi social media ambao wewe umepata habari, basi fuatilia. Kila baada ya wiki moja, kwa maana mwezi una wiki 4. Leo ni juma ngapi? Ni Jumamosi. Basi kila Jumamosi utapata kipindi, na kila tunaporusha kipindi wewe uwe online, tunagawa zawadi sadaqa kwa watu 7. Yani wewe jibu maswali yetu tu. Ukijibu maswali yetu unapewa huduma hiyo bure. Watu 7 wahi kujibu maswali haraka, tunakwenda kwa namba. Ukichelewa utaingia kwenye gharama. Tunatoa kwa watu 7 kila media itakayokuwa ikizungumza nasi. Dawa ya nguvu za kiume yapatikana Tanzania chini ya utafiti wa Dr. Khalid Hussein Bwenya. Nipo ndani ya jiji la Dar es Salaam katika kituo chetu, katika eneo letu Machinga Complex. Yawezekana unaweza kuhitaji utuone moja kwa moja. Tunakukaribisha. Tupo Machinga Complex, ghorofa ya 3.
na namba yetu ya simu ni 0614 31 6000, 0614 31 6000. Ninarudia tena 0614 31 6000. Hiyo ndiyo namba yetu tunaopatikana moja kwa moja, pia na kwa njia ya WhatsApp inapatikana hiyo. Natoa maswali yafuatayo. Swali la kwanza, ni vitu gani vinavyosababisha tatizo la upungufu wa nguvu za kiume? Ni vitu gani vinavyosababisha upungufu wa nguvu za kiume? Nahitaji utoe majibu mawili. Ukipatia, unapata zawadi. Ni dawa ambayo ni virutubisho ambavyo vimeonyesha uwezo mkubwa sana katika tatizo hilo, lakini sharti la kirutubisho hicho ni kwa watu wenye grupu la damu plus au positive. Plus ndio positive. Ukiwa na damu yako, kwa sababu damu ziko mafungu manne, kuna A, kuna AB, kuna B na kuna O, na damu hizi zina positive au plus na negative. Plus ndio positive. Sasa virutubisho vyetu hivi vinaendana na wenye damu ya plus. Ukiwa na damu ya plus, tafadhali njoo uchukue virutubisho vyetu. Na kama hujui grupu yako ya damu, nenda dispensary au hospitali, mwambie daktari, nimekuja naomba unipime grupu yangu ya damu. Hiyo ndiyo safari yetu tunaanza nayo, kwamba kila Ijumaa mosi ya kipindi chetu tutakuwa tunagawa zawadi ya watu 7. Sasa wewe jiandae maswali. Hatukufundishi, bali si tutatoa maswali yoyote, lakini yanayohusu afya. Ni vitu gani vinavyosababisha upungufu wa nguvu za kiume? Tunaomba majibu mawili. Ukipatia, jitahidi uwe ni mtu wa kwanza, kwa sababu ukijibu unaonekana namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zawadi yetu inaishia watu 7 kwa kila Ijumaa mosi. Wewe jiandae kupata zawadi ndani ya huu mwezi wa 4. Mwezi wa 4 tunatoa zawadi ambayo ni sadaka. Sadaka ina faida kubwa sana kwa wale wanajua maana ya sadaka. Unapotaka kuongezewa mambo yako, basi toa sadaka sana. Sasa na sisi tunahakika kutoa sadaka hii kwa swala hili la nguvu za kiume. Tunakwenda kuimarisha ndoa za watu ambao zinaharibika siku hadi siku. Tunapata malalamiko mengi, ndoa zinatetereka, ndoa zinaharibika kwa sababu ya vijana kutokuwa na nguvu za kiume. Habari hizo sasa zimeishia hapo, kwamba kudumu na nguvu za kiume inawezekana. Hilo ni kauli mbiu ya Dr. Khalid Hussein Bwenya, kwamba kudumu na nguvu za kiume inawezekana. Nafikiri kwa machache tuishi hapo kwa siku ya leo, kwamba tunaanza hatua yetu. Wewe fuatilia media zetu kwa kila siku ya Ijumaa mosi, na pale utapoona kwamba wewe hujabahatika kupata zawadi, basi una sababu ya kupiga simu ili uweze uondoe tatizo ambalo wewe unalo. Asanteni kwa kutusikiliza kwa siku hii ya leo ya siku ya Ijumaa mosi. Unaangalia Al Khair Online TV.